Mvua kubwa inaendelea kunyesha katika kaunti ya Mombasa, hasa katika wodi ya Shanzu na kusababisha taharuki miongoni mwa wakazi. Mvua jamani, mvua. Cheki ilivyotuathiri, nyumba yangu imeanguka, hii nyumba yangu kwa sababu ya mvua. Nafanyaje mimi? Wengi wao wanasema hawajazoea kuona mvua kubwa ya aina hii ikinyesha kwa kipindi kama hiki cha mwaka, hali inayozua hofu na sintofahamu. Mvua sahihi Jomba, sahihi mvua imekuja tofauti sana. Manake sasa hatujui kama ni El Nino ama ni tsunami. Tuliambiwa tangia Disemba kwamba mvua itakuja nyesha, lakini hatukuwa tunatarajia hii kiwango ya mvua imekuwa mingi sahihi. Mvua hiyo ambayo sasa inaingia siku ya 3 ikinyesha bila kukoma, imeanza kuathiri maisha ya kila siku ya wakazi. Biashara ndogo ndogo zimeathirika, huku baadhi ya watu wakilazimika kusitisha shughuli zao kutokana na hali mbaya ya hewa. Mvua mwanangu ni hivyo blanda, mtu wangu utafanyaje? Kama ndio na mazuri, wache na mazuri ndio. Kama ndio na mabaya, tunaipokea, lakini barabara baba, kansela yetu na mbunge, barabara ndio mbaya baba. Sekta ya usafiri imekuwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi, ambapo barabara nyingi zimejaa maji na nyingine hazipitiki kabisa. Madereva pamoja na waendesha bodaboda wanakumbana na changamoto kubwa kusafirisha abiria, hali inayosababisha hasara na ucheleweshaji wa huduma. Tunapata shida sana, drainage system zime block. Sasa sijui kama walitutengenezea vipi, but tunamshukuru Mheshimiwa Bedzimba kabla walituwekea, lakini kiupande wetu bado sisi tunapata tabu barabarani, maji yanakwama barabarani, unaona. Sasa tunapata tabu sana sisi mabodaboda. Licha ya hali hiyo, wahudumu wa usafiri wamempongeza mbunge wa Kisauni Rashid Bedzimba kwa juhudi zake za ujenzi wa barabara za kabro. Hata hivyo, wamemrai kuzingatia zaidi uboreshaji wa mifumo ya mifereji ya maji ili kuhakikisha maji ya mvua hayakai barabarani na kusababisha mafuriko. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Keropoti, Kisumu Ndogo, Bichkomba na Ziwani karibu na Preparatory. Wataalamu wa hali ya anga wameonya kuwa mvua hiyo inaweza kuendelea na kutoa wito kwa wakazi kuchukua tahadhari, kuwa macho na kujilinda dhidi ya hatari ya mafuriko inayoweza kujitokeza. Nikiripotia Shanzu TV, jina langu ni Davis John Kahinde.